Hapa nchini, taarifa kuhusiana na matokeo ya uchaguzi wa Chama cha Walimu Tanzania ambayo imetangazwa hii leo asubuhi. Tunaungana na ofisa habari na uhusiano wa CWT Juma Dedu akiwa katika ofisi zetu ama studio zetu za Dodoma. Habari Juma, na karibu sana. Asante sana. Naam, yuko pia na Robert Bundala ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi. Karibu pia. Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Na pengine tuanze nawe Robert, kwanza kutokana na matokeo haya, ni yapi mabadiliko makubwa ambayo wanachama wa CWT wameyafanya? Nikushukuru ndugu mtangazaji. Moja ya mabadiliko ambayo tunategemea kuyaona kupitia uongozi mpya ni pale ambako yale maazimio ya mkutano mkuu yaliyopitishwa na kupelekwa kwenye marekebisho ya katiba. Ninaamini kwamba Chama cha Walimu Tanzania kinakwenda sasa kupata mwelekeo mpya wa namna ya kuwahudumia walimu na kuwafanya waone Chama cha Walimu Tanzania kuwa ni kimbilio lao. Sasa tuambie sasa kuhusiana na mchakato ulikuwaje mpaka kuwapata hawa viongozi wapya? Asante sana. Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi, mchakato ulianza kama ilivyo taratibu nyinginezo za watu kujaza fomu na kuomba nafasi, lakini kamati yangu ambayo niliongoza ya uchaguzi ilichakata kuangalia kina nani wanakidhi vigezo, lakini mwisho wa siku tumerudi kukutana kwenye mkutano mkuu kwa maana ya kusikiliza pia sera za wagombea. Najua wagombea walikuwa wengi sana waliokidhi vigezo, lakini mwisho wa siku kwa sababu nafasi zilizo nyingi ni moja, lazima mshindi apatikane. Na katika michakato hii mshindi anayepatikana maana yake ndio anabeba dhamana ya mawazo yote yaliyokuwa chanya kwa ajili ya kukisaidia Chama cha Walimu Tanzania. Sawa. Kwa upande wako Juma, tunafahamu masuala ya uchaguzi huwa yakimalizika kunakuwa na hoja mbalimbali. Tueleze wakati huu CWT kipi ambacho kinajiri baada ya kuwapata hao viongozi wapya? Kwanza sisi kama Chama cha Walimu tumefurahi uchaguzi wetu kuisha salama, kwa sababu kumekuwepo na michakato mingi katika uchaguzi kama alivyoeleza mwenyekiti hapa, lakini tukiangalia kwa upande wetu walimu ni kwamba wana matumaini makubwa sana na uongozi huu mpya, kwa sababu tunaona kuna mabadiliko yamefanyika katika nafasi mbalimbali. Tunaangalia katika kuzitatua changamoto zetu kama Chama cha Walimu, na kwa sasa hatuangalii zaidi katika ile negativity yoyote, bali tunaangalia sasa way forward ya kutatua na kuwafikia walimu wetu nchini. Sawa. CWT kuna wakati kumekuwa na mivutano ya hapa na pale, wakati mwingine sasa ikionekana kama kuna siasa ndani yake. Hali ya chama hiki kwa sasa ipoje pengine Juma? Kwa kipindi cha nyuma ni kweli tumekuwa na mivutano, lakini tunashukuru Mungu, wajumbe wa mkutano mkuu wa 7 wa Chama cha Walimu Tanzania ambapo wamefanya maamuzi ya kidemokrasia kabisa na kuona kwamba vile vitu ambavyo vilikuwa vinasababisha kuwepo na migogoro mbalimbali ndani ya chama, basi wameangalia kukiangalia kwenye safu ya viongozi 5 waliochaguliwa, tunaona kuna mabadiliko ya rais. Tunaona labda wajumbe walikuwa hawaridhishwi na mwenendo mzima wa mwenyekiti. Tunaona wamembadilisha sasa makamu, aliyekuwa makamu sasa ndiye rais. Kwa hiyo tuna imani hata katika speech ya makamu ya rais wetu wa Chama cha Walimu wa sasa, Comrade Suleiman Ikomba, ameeleza kwamba sasa ni mwisho wa migogoro na wanachama watarajie kukiona chama chao huko walipo mashuleni. Lakini makamu mwenyekiti alikuwa katika uongozi uliopita na ndiye mwenyekiti wa sasa ambaye amechaguliwa. Kutakuwa na utofauti wowote ambao mnatarajia?
Naam, tunatarajia kwa sababu mtu anapokuwa anaenda kugombea anajipima. Anapokuwa anajipima anaona kama anatosha au la. Inawezekana katika nafasi ya makamu wa rais labda hakuwa akipata mwanya mzuri wa kumshauri rais na hoja zake kupita mezani ili kuleta utulivu wa chama. Sasa kwa sababu yeye ameingia na anajua nyufa zote zilizokuwa zinasababisha kutokuwa na utulivu ndani ya chama, basi yeye anajua zaidi wapi aanzie ili tutatue sasa na hii migogoro iwe historia isisikike tena. Tumependa sana kumpa nafasi yule ambaye alikuwa msaidizi kwa sababu hiyo, kwamba huyu ana uzoefu, anajua kwamba kulikuwa kuna shida katika chaneli gani na sasa afanye nini ili kwenda vizuri katika kuhudumia wanachama. Robert, kuna changamoto zozote ambazo zimejitokeza katika mchakato wa uchaguzi? Kama zipo ni zipi na nini hasa ambacho mmefanya katika utatuzi wake? Changamoto zilizokuwepo chache ni watu kusoma katiba na hasa baadhi ya wagombea. Mfano, mtu analalamika kwamba jina lake limekatwa, alikuwa naomba labda nafasi ya udhamini, baraza la wadhamini wa chama, lakini baraza lile lina kanuni yake. Ukisoma katiba yetu ibara ya 25 kifungu cha kwanza inamtaka anayegombea nafasi hiyo asiwe na chini ya umri wa miaka 35 kwenda juu, lakini baadhi yao waliokuwa nalalamika ni walimu vijana ambao unakuta na miaka 33. Kwa hiyo ilikuwa ni malalamiko ambayo ni ya kawaida, yanahitaji tu kuwajengea uwezo na kuelewa taratibu na kanuni na miongozo mbalimbali inayogusa swala zima la uchaguzi. Kwa moja kati ya kigezo ni umri ambao sio chini ya miaka 35. Ndio. Pengine vigezo vingine labda hasa upande wa ngazi ya elimu na vigezo vingine ambavyo pengine vilikuwa muhimu na vilikuwa kipaumbele hasa kwenye uchaguzi huo ni vipi? Sisi kitu cha kwanza tunachokiheshimu kama Chama cha Walimu Tanzania, huwa tunaweka usawa wa walimu wote. Kikubwa ni kwamba awe na cheti cha walimu, amejiunga na chama, ni mwanachama. Masuala ya elimu huwa yanakuja by the way, kwa sababu hatuwezi kuwa na mwalimu ambaye elimu yake inatia mashaka. Kwa hiyo kwenye kipengele hicho hakikuwa na shida, ila vitu ambavyo ni muhimu sana tulikuwa tunajaribu kuzingatia wanachama, kwa sababu kuna kipindi cha hapa katikati kuna vyama vya walimu vinaanzishwa, unakuta mtu pengine ametangatanga, mara yuko huko mara yuko kule. Kwa hiyo naangalia consistency kwamba ni mwanachama wetu kwa kipindi kisichopungua mwaka mmoja, basi tunampa nafasi, kwa sababu tunaamini hawezi kufanya kazi kutokea kichwani kwake. Atakuta katiba, kanuni na miongozo mingine ya chama, lakini pia hawezi kuongoza chama peke yake, anaongoza chama kama timu ya uongozi. Yes. Kwenye uchaguzi huu washiriki walikuwa wengi kidogo kwa maana ya idadi. Hii inaashiria nini? Pengine hakukuwa na imani ya uongozi uliopita wa CWT. Kuna tathmini ukiangalia unaweza ukaona vitu viwili. Kama mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi niliona kuanzia ngazi ya wilaya, ngazi ya mikoa na hata tulipokuja kwenye ngazi ya taifa, ni kwamba walimu wamejitokeza wengi sana kuomba nafasi, lakini sisi kwetu inatuashiria kwamba chama bado kinakubalika, kwa sababu kingekuwa hakikubaliki maana yake wasingefanya watu kuona sababu ya kukimbilia hapo kwenda kuongoza. Kujitokeza kwao kwa wingi sisi inatupa faraja kwamba hata utulivu sasa kwa wale ambao kura zao hazikutosha, maana yake watatusaidia sasa kufafanua sera, kwa sababu wanajua katika ushindani ni lazima mpate mtu mmoja kwa kadiri katiba na kanuni zilivyo. Robert, awali mwenzangu alimuuliza Juma kuhusiana na migogoro ambayo imekuwa ikishuhudiwa ndani ya chama na mara kadhaa imekuwa hivyo. Shida hasa ni nini? Ninachojifunza, labda nilichojifunza na ninachojifunza, nimekuwa mjumbe wa Baraza la Taifa kwa muda mrefu kidogo. Kumekuwa tuna changamoto kwamba
utekelezaji wa maazimio ya vikao vya juu, utekelezaji wake wakati mwingine umekuwa ukisuasua sana. Kwa mfano, mnamaliza kikao cha Baraza Kuu la Taifa, inaelekeza kwamba kuna walimu wenzetu ambao wanastaafu, wanatakiwa kulipwa mkono wa kwaheri, lakini unakaa ndani ya mwaka mzima unamaliza, unakuta bado utekelezaji haujafanyika. Na labda wakati mwingine walimu wanapata changamoto za kisheria, unakuta wanasheria wanakwenda kusimamia zile kesi na walimu wanapata ushindi, lakini unakuta mwanasheria yule anaendelea kudai kwa muda mrefu wakati kwenye bajeti mmeweka. Sasa ukija kutafuta sasa sababu zilizosababisha kwa nini utekelezaji haukuwa, ndio wakati mwingine unaweza ukakuta migongano ya kimawazo ilikuwa inaweza kujitokeza kwenye sura kama hizo. Lakini kwa sasa nafikiri baada ya kuwa tumeyajadili sana kwenye mkutano mkuu, ninaamini kwamba suluhu ya changamoto hizi na migongano ambayo inasababisha migogoro inaweza ikawa imepungua kwa kiwango kikubwa sana, na watu watafanya kazi kwa kuzingatia yale yaliyoazimiwa kwenye mkutano mkuu. Lakini sio kwamba kunakuwa hakuna fedha wala rasilimali. Hapana. Kwa nini kusiwe na fedha? Nafikiri ni yale mabadiliko yasiyo ya lazima ya kubadilisha kasima ndio yanayofanya tu wakati mwingine kuwe na jambo la namna hiyo. Kama walimu wanachangia 2% kwa kila mwezi, unawezaje kueleza kwamba hakuna fedha? Nafikiri ni ile swala la kutokubaki kusimamia mpango kazi, halafu unakwenda na hoja za dharura zinazojitokeza. Kwa hiyo sasa tumeshakubaliana kupitia mkutano mkuu kwamba vitu vilivyopangwa vitekelezwe kwanza, vya dharura vitaangaliwa kwa nafasi nyingine, lakini sio kuvipa kipaumbele kama ambavyo mpango kazi ulionyesha. Lakini pia la mwisho katika hapa, tunaamini kwamba baada ya kumalizika kwa uchaguzi huu, kunaandaliwa mafunzo sasa kuwajengea uwezo wale viongozi wote waliopatikana kuanzia ngazi ya matawi kwa maana ya shule, wilaya, mikoa na mpaka taifa, ili kuwafanya sasa waelewe majukumu yao kikamilifu, kuondokana na huu utaratibu wa mwingiliano wa majukumu. Sawa. Juma, kwa upande wako, pengine walimu watarajie nini sasa kwenye uongozi huu mpya? Kwa sasa walimu tunaomba sasa waongeze ile imani kwa chama, kwamba yale mengi ambayo tulikuwa tunaona yanatuletea changamoto na kutufanya tuwe mbali na wanachama wetu, tunakwenda kuyasort. Yote tumeshayaweka hadharani na tunakwenda kuyamaliza. Kama chama tunaahidi walimu, sasa ni muda ambao chama kinarudi kwa wanachama, na kupitia uongozi huu ambao leo umechaguliwa, basi tunakwenda kufanya mambo yale ambayo walimu wamekuwa wakiyatamani kwa muda mrefu. Sawa, mimi nakushukuru sana na niwashukuru sana kwa muda wenu. Tunashukuru sana Azam, nyinyi tunashukuru sana Azam Media, japo tulisikitika kwamba hatukuweza kuwapata kwa wakati, lakini tulitamani mngeweza kufanya coverage ndio kwa sehemu kubwa sana katika mchakato, kwa sababu tunajua nyinyi mko mstari wa mbele sana kabisa katika kuhabarisha umma wa Tanzania. Niwashukuru sana. Na cha mwisho, bwana mwandishi, ndio ndugu mwandishi, kudhihirishia kwamba sisi kama chama sasa tunakirudisha chama kwa wanachama. Tangu hizi siku 2 za mkutano mkuu tumekuwa tukienda live, maana walimu kuna kipindi walikuwa wanalalamika, mnafanya mikutano mnapeana tu vyeo, mnapeana manafasi huku, hatujui mnafanyaje. Lakini this time tumeonyesha live kwenye peji zetu za chama, kuanzia A hadi Z. Walimu wameshuhudia uchaguzi unavyokwenda, wengi wamepongeza, napokea simu nyingi, napokea message hata kwenye peji yetu ya Instagram na YouTube. Tunapokea mambo kwamba tumefly, sasa tumeona uchaguzi wa chama chetu, na sio kama ilivyokuwa mwanzo kwamba walikuwa wakizani tunapeana tu vyeo, tunapeana. Lakini sasa hivi naona walimu wameona, na hii ni ahadi sasa kwamba tutaendelea hivyo, tutakuwa na transparency nzuri. Asante sana.
Haya ni Nashukuru sana. Juma Dedu, ofisa habari na uhusiano kutoka Chama cha Walimu Tanzania CWT, pamoja na Robert Bundala ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi, ambapo uchaguzi umefanyika na viongozi mbalimbali wamepatikana, ikiwemo Suleiman Ikomba ambaye yeye ameshinda nafasi ya urais kwa mwaka 2025 2030, ndiye atakayeongoza chama hicho. Tunakamilisha kwa sasa. Morning Trumpet bado inaendelea.